Sema tena amina. Haleluya. Angalia jirani yako, mwambie iko njia. Mgeukie wa pili, mwambie iko njia. Ni kama hajakuelewa, jaribu kwa kikwenu, mwambie iko njia. Kwa macho ya mwanadamu, mwambie tuendelea, anasema mwambie iko njia. Kwa macho ya mwanadamu inaonekana kuwa sawa, lakini hapo mwisho kumbe ni njia ya majuto. Lakini ipo njia ambayo ni ya ukweli na ina uzima na iko na haki, ambayo njia hilo ni jina la Bwana wa mabwana. Unaweza ukasema amina ya juu. Haleluya. Tunaishi kwa dunia ambayo kila mmoja anatafuta njia ili aweze kufanikiwa. Tunaishi kwa dunia, kila mmoja anatafuta njia ili aweze kupona magonjwa aliyonayo. Tunaishi katika dunia, kila mtu ambaye anatafuta njia angalau aone mafanikio katika maisha. Tunaishi kwa dunia ambayo tunatafuta njia angalau amani iweze kupatikana ndani ya familia. Yani tunaishi katika dunia ambayo kila mwanadamu anatafuta njia angalau uchungu na maumivu yaweze kuondoka katika maisha yake. Narudia tena, tunaishi kwa dunia ambayo kila mmoja angalau angelipenda aishi maisha ya furaha. Yani kila mmoja anatafuta njia ambayo ingelimpatia afueni kwa maisha, ingelimpatia afueni kwa familia, ingelimpatia afueni kwa ile biashara aliyonayo. Na ndio maana kila kukichapo kila mmoja ako mbioni anatafuta njia angalau itaweza kumfurahisha, angalau itaweza kumpa amani, angalau itamuondolea taabu kwa maisha yake. Yani njia inatafutwa usiku na mchana ili mwanadamu aishi maisha aliyoyatamani. Njia inatafutwa ili familia iwe vile imetamani. Njia inatafutwa ili biashara ziweze kuwa vile watu wametazamia. Na ndio maana kitabu cha Methali kinaniambia habari fupi hapa ya kwamba iko njia kwa macho ya mwanadamu inaonekana ni njia ya sawa, lakini mwisho inaleta majuto, lakini mwisho inaleta maangamivu, lakini mwisho inaleta kilio, lakini mwisho inaleta hata mauti. Na ndio maana leo tunaangalia maisha ya watu, hata tukiangalia kwa runinga, tukisoma kwa magazeti, tukisikia kwa maredio, tukiambiwa na hata tukisimuliwa, hao watu wote ambao wanapitia mambo magumu na mazito. Wengine wameacha familia zao zikiwa na kilio, wengine wameishi maisha ya taabu, wengine wanaishi na hata kutotamani kuishi tena. Maana kuna siku moja walitafuta njia, na hiyo njia wakaiona nzuri machoni mwao, lakini hawakujua mbele ya hiyo njia inaweza ikawaletea majuto. Nakumbuka mama mmoja ambaye alikuja akaniambia, pasa, unaweza ukaniombea angalau watoto wangu waweze kupata kazi. Nimesomesha mtoto wangu na amemaliza, lakini tangu amalize kidato cha 4 na ameenda college, lakini hajawahi pata kazi. Si kwamba alifanya vibaya, si kwamba alifeli mtihani. Yani huyu mtoto alikuwa wa kwanza, na hata grade zake zina ladha. Yani maksi aliyopata kila anapoenda, kila kazi inamwambia umequalify kwa hii kazi, tutakupigia simu. Lakini ikawa anangojea hapati simu. Baada ya hapo Roho Bwana akaniambia nimwambie, na baada alipokuwa akisoma, ni wapi ulienda? Maana naona umeweka agano na mganga ya kwamba mtoto akipita utapeleka kilo 2 za mchele na maharagwe kilo 2, maana amepita. Lakini Roho ananiambia haukupeleka.
kansa. Tangu mtoto alipokuwa kidato kidato 8, umenipeleka kwa mganga, akapewa chanjo, akafungwa na ilizi na akapewa na dawa. Kweli alipita lakini sikupeleka mchele, kweli alipita lakini sikupeleka maragwe. Aliendelea kupita akapita, lakini nashangaa leo hana kazi. Mama yule alitafuta njia ili mtoto apite masomo, hakujua njia ambayo ameifuata, kumbe mwisho ina majuto. Hakujua kuwa njia aliyoitamani, kumbe mwisho ina kilio. Na ndio maana jioni ya leo Mungu amenituma niongee na mtu mahali hapa, nikwambie iko njia kwa macho ya mwanadamu anaiona ni sawa, lakini mwisho inaweza ikaleta majuto. Iko njia kwa ajili ya jamii, inaweza kuonekana ni sawa, lakini mwisho inaleta majuto. Na ndio maana nakumbuka mama mmoja ambaye pia walikuwepo na mume wake. Yule mama walienda kwa mganga ili watafute mali. Ni kweli walipata mali, ni kweli utajiri uliingia ndani ya nyumba yake, ni kweli ufanisi ulikuwepo, mijengo alijenga, maisha mazuri waliishi, watoto wakafurahia mali ile. Lakini kuna majira wazazi wale wakaaga dunia. Hayo mambo yaliyokuwa kwao yakabadilika, hivyo vitu vilivyokuwa kwao vikabadilika, yani mambo yakaharibika. Watu wale wakaanza kuishi kwa magonjwa, watu wale wakaanza kuishi kwa shida, watu wale wakaanza kuishi kwa mauti. Yani kila majira, maana waliokuwa wameagana nayo magano wameshaondoka. Wale familia wakawa katika shida, wakajutia mali walioipata kwa njia iliyoonekana ni sawa, lakini machoni mwa mwanadamu ilikuwa ni mbaya. Halo, halo, angalia jirani yako, mwambie iko njia. Mwambie iko njia. Kwa macho ya mwanadamu inaweza kuonekana ni sawa, lakini kwa mwanadamu inaleta majuto mbele yake. Familia ile haikuwa na raha tena, familia ile ilikuwa na kilio, maana walianza kuzika. Makafara yaliwadai, miungu iliwadai. Wakitafuta miungu walidhania kwamba ni njia ya wao kuinuka, ni njia ya wao kubarikiwa, ni njia ya wao kufanikiwa. Hawakujua mwishowe wataangamia, wataangamia. Leo Bwana ametuma mahali hapa niongee na mkaaji wakiwa ndani, nikwambie iko njia. Inaweza kuonekana ni njia ya sawa, lakini mwisho ikaleta majuto. Iko njia inaweza kuonekana ni nzuri, lakini mwisho ikaleta kilio. Iko njia inaweza kuonekana ni nzuri, lakini mwisho ikaleta kilio. Nina habari njema jioni ya leo. Bwana amenituma mahali hapa, ananiambia nikwambie kuna njia moja tu ambayo inaweza ikabadilisha maisha yako. Na Yesu ananiambia nikwambie, anasema yeye ndiye njia ya ukweli na ya uzima. Hakuna aweza kwenda kwa Baba pasipo hiyo njia. Kama unaamini sema haleluya. Kama unaamini sema haleluya. Ipo njia. Haleluya, haleluya. Yesu akasimama akasema, mimi ndimi njia ya ukweli na ndani yake ina uzima. Haya yanaweza kuwa ni maneno machache, lakini yanaweza yakabadilisha maisha ya mwanadamu. Mahali tuliposoma, wengi walijitafutia njia wakidhania suluhisho limepatikana, lakini kumbe ni majuto yamekuja. Lakini ainuliwe Bwana wa mabwana, ambaye anasema yeye ni njia iliyo na ukweli na iliyo na uzima. Yani Yesu ni njia ya ukweli na ya uzima. Awaye yoyote ambaye anatafuta njia ya uponyaji, Yesu anasema ni njia. Anayetafuta njia ya kupona, Yesu anasema ni njia. Anayetafuta njia ya amani,
amani. Yesu anasema ndiye njia, na ndiyo maana nakumbuka ndani ya Biblia kuna mama mmoja aliyekuwa amepinda mgongo. Yule mama alikuwa hawezi kusimama, angetembea na starehe, maana nundu ilikuwa kwa mgongo. Kila mara alikuwa anatembea amepinda, yani maisha yake yalikuwa yamepinda, hali zake zilikuwa zimepinda. Angejaribu kuinua mikono asingeliweza, maana amepinda. Angelijaribu kukimbia asingeliweza, maana alipinda. Angelijaribu kufanya mambo akiwa amesimama asingeliweza, maana alikuwa amepinda. Lakini ainuliwe jina la Bwana wa mabwana, Yesu wa Nazareti, mfalme wa wafalme, ambaye anasema yeye ni njia ya kuleta mnyosho katika maisha ya mwanadamu. Mwanamke yule akaingia ndani ya hekalu, akakutana na huyo Yesu ambaye anasema ndiye njia iliyo ya ukweli na ya uzima. Maandiko yananiambia sekunde na madakika ya kuhesabu, mama aliyepinda akawa mzima, maana Yesu ndiye njia ya kunyoosha maisha. Yesu ndiye njia ya kunyoosha maisha. Sijui maisha yako yamepinda wapi, sijui nyumba yako imepinda vipi, sijui ndoa yako imepinda wapi. Leo Bwana amenituma, ameniambia niongee na wewe, nikwambie yeye ni njia ya kunyoosha maisha. Mama aliyepinda alinyooshwa. Yupo Yesu anaweza kanyosha maisha yako. Yupo Yesu anaweza kanyosha maisha yako. Anaweza kanyosha huyo mume wako akaacha pombe. Anaweza kanyosha huyo mke wako akaacha masengenyo. Anaweza kanyosha hilo boma likatoka katika magonjwa. Yesu ndiye njia ya ukweli na imebeba uzima ndani yake. Na ndio maana amenituma jioni ya leo, kama vile ninavyokumbuka mama mmoja ndani ya Biblia aliyekuwa anatokwa na damu. Huyu mama alitafuta njia kila aina, alienda kwa njia ya waganga, mwisho ya kupata tiba, akaenda njia kwa waganguzi ya kupata tiba, akaenda kwa njia ya hospitalini ya kupata tiba. Lakini ainuliwe jioni ya leo huyu Masia, mfalme wa wafalme wa wafalme wa wafalme wa wafalme wa wafalme wa wafalme. Nasema mfalme wa wafalme wa wafalme, Yesu mwenye uwezo na mamlaka yaliyo hai, Yesu mwenye nguvu zote aliyo hai. Mama yule akasema, nimeenda kwa njia ya waganga, nimeenda kwa njia ya matibabu, nimeenda kwa njia ya waganguzi, sijawahi pata jawabu. Leo acha nijaribu njia ya Yesu Kristo. Ndani ya moyo wake yule mama aliyekuwa anavunjwa na damu, yani damu inamtoka kwa miaka 12, dawa amemeza, chanjo amepewa, mairizi amepewa, kila aina ya mkorogo amekorogewa, lakini damu inaendelea kutoka. Lakini ainuliwe Bwana, akalifuata jina la Bwana, akaushika upinde wa vazi ya Yesu, ambaye ndiye njia ya ukweli na uzima, inayoleta uponyaji, inayoleta tumaini, inayoleta msaada. Maandiko yananiambia damu ya miaka 12 baada ya kugusa upinde wa vazi la Yesu ambaye ndiye njia, damu ikasimama. Hello! Mwanadamu, sijui ni nini kinakutoka leo. Huenda ikawa umezunguka kwa njia ukitafuta suluhisho. Leo nimekuja na habari njema. Yesu ndiye njia ya ukweli na uzima. Anaweza kaleta uponyaji kwa hiyo familia. Aliyeleta uponyaji kwa mama aliyevunjwa damu kwa miaka 12, huyo ndiye nimemleta jioni ya leo. Haijalishi maisha yako yamekaa kwa hiyo hali kwa miaka mingapi, lakini kuna njia moja ambaye jioni ya leo ninaitangaza, iliyoleta amani ndani ya yule mama, iliyoleta ndani ya amani ndani ya yule aliyepinda, iliyoleta amani ndani ya Batimayo mwana wa Timayo, mwombaji aliyekuwa kipofu. Kweli watu walimhurumia, familia ilimhurumia, wanakijiji walimhurumia, ukoo ulimhurumia, lakini hawakuweza kumpatia njia ya kuona. Lakini ainuliwe Bwana wa mabwana, wa mabwana, wa mabwana, wa mabwana, wa mabwana. Halo! Halo! Halo!
Inua mikono, sema ya. Yesu wa Nazareti. Bartimayo mwombaji aliyekuwa kipofu, ambaye njia ya familia haikumpatia macho, njia ya majirani haikumpatia macho, njia ya kuombaomba haikumpatia macho, njia ya kusaidiwa haikumpatia macho. Akasikia habari za mwanamume anapita kama jioni ya leo ambazo unazisikia habari hizi, ya kwamba yupo mwana wa Adamu, Yesu wa Nazareti, ametoka Yeriko anaelekea kwa miji mingine. Na huyu Yesu tumemwona ndani ya soko la Yeriko. Palikuwepo na watu kama wewe, wamepata njia ya kuona. Palikuwa na watu waliokuwa viwete, wametembea. Palikuwa na walio na kansa, wametakasika. Palikuwa na wenye ukoma, wameponywa. Wenye dhambi wamesamehewa. Yule kipofu alikuwa haoni, lakini mashikio yalikuwa yanasikia. Ni kweli unaweza kuwa hauoni baraka zako, hauoni uponyaji wako, hauoni maendeleo yako, lakini sikia habari hizi ndani ya mashikio yako. Huko kuona ambapo hauoni, baada ya kusikia, imani huja baada ya kusikia na kusikia na kusikia, na ikaleta mabadiliko kwa maisha ya mwanadamu. Yani Bartimayo alisikia, akasikia habari za huyo mwanamume, akasikia habari za ushuhuda. Wengi wakamshuhudia, wakiwepo mitume wa Kristo. Wakamwambia, atatoshangaa, mbona hatukuona ndani ya soko? Kuna watu wameletwa na familia zao na wamepokea uponyaji. Kuna watu wameletwa na watu wa kwao. Kuna wengine wametolewa hospitalini na wamepona. Ulikuwa wapi mzee? Umebakia hapa. Sasa ndio huyo anapita. Sikia vile anaimbiwa, Hosana, Hosana, ndiye mbarikiwa. Yesu, Yesu ndiye njia. Hosana, Hosana. Yule kipofu alikuwa haoni, lakini alikuwa anasikia na alikuwa anaelewa. Na kuombea jioni ya leo, hata kama hauoni mambo, lakini Mungu akupe mashikio ya kusikia na moyo wa kuamini haya maneno, ili macho ambayo hayaoni yaweze kuanza kuona. Halo, inua mikono, sema ya. Haleluya, haleluya. Yani Bartimayo akayasikia akiwa ameketi. Waliokuwa wanakuja wakiimba, ni kana kwamba hawakuona bakuli ya Bartimayo ikiwa imewekwa, kwa kuruka na kushangilia kwa ajili ya miujiza iliyotendeka. Wakalitimua bakuli ya Bartimayo, likamuondokea kwa miguu yake. Wakaanza kulitafuta. Mwisho akashika mmoja mguu, akamuuliza, kwani kuna nini? Akawambia, ni yale ambayo umeyasikia, ya kwamba Yesu mtenda miujiza, njia ya ukweli na uzima, ndiye anayepita, ndiye anayepita. Niachilie mimi niendelee kusifu. Wakaendelea kumsifu, badala ya kumtia moyo waliendelea kumsifu. Lakini ainuliwe Bartimayo ambaye alisikia na akaamini, akawangojea wavute kasi mbele kidogo. Akainua sauti yake na mikono yake, akasema, Yesu mwana wa Daudi, unirehemu. Yesu mwana wa Daudi, unirehemu jioni ya leo. Yesu mwana wa Daudi, unibadilisha jioni ya leo. Sijui ni nani ataungana na huyu mwanamume Bartimayo ambaye jioni ya leo atalitia jina la Bwana wa mabwana. Haijalishi ni nini ambayo umekuwa nayo, haikumzuia Bartimayo kulitamka jina la Bwana. Wengine wakarudi nyuma, wakamwambia, unatuharibia chumvi. Watu wanaimba Hosana, unasema ubarikiwe na usamehewe. Ongea habari zinazonenwa, sio habari umepanga. Lakini Bartimayo hakunyamaza, aliendelea kupaza sauti yake, Yesu mwana wa Daudi, unirehemu. Wakamwambia, nyamaza brother, mkutano umeshaisha, watu wamerehemiwa kule. Sasa tunaenda tukishangilia, unatuharibia chuni ya nyimbo. Akaendelea kusema, Yesu mwana wa Daudi, unirehemu. Yani maneno yale kwa Bartimayo yalikuwa na nguvu ya imani aliyoisikia.
Maandiko yananiambia yule Yesu ambaye amejitangaza ndiye njia ya ukweli na uzima, akasimama. Waliokuwa ambao wanamfuata nyuma wakadhania amechoka, anahitaji kupumzika, lakini baada ya kusimama akageuka nyuma, akawauliza, ni nani anayeniita? Ni nani anayenitamkia maneno? Ni nani anayetamka jambo? Sijui ni nani jioni ya leo unaweza ukasimamisha Kristo kwa ajili ya maombi yako jioni ya leo. Sijui ni nani jioni ya leo anaweza akamsimamisha Kristo kwa ajili ya kilio chako jioni ya leo. Bartimayo ni kweli hakuwa na macho, lakini alikuwa na masikio na moyo na mdomo. Wewe Mungu amekupatia macho, amekupatia mdomo, amekupatia mikono na masikio. Ni nini leo utafanya kwa huyu Bwana aweze kubadilisha maisha yako, akupatie njia mpya, akuondolee hiyo taabu, akuondolee hiyo anasa, akuondolee hiyo dhambi? Maana anasema yeye ndiye njia ya ukweli na ya uzima. Anasema yeye ndiye njia inayoweza kuleta mabadiliko kwa maisha ya mwanadamu. Na hivyo ndivyo tunamuona akisimama, akasema, yule anayeniita muleteni kwa haraka. Ninawaona waliomwambia nyamaze wakamfuata kwa haraka, wakamwambia, Bartimayo mwana wa Timayo, wewe mwombaji ulio kipofu, inuka maana anakuita, inuka maana anakuita. Bartimayo